CCM oye! Bahi safi! Ndugu mwenyekiti, ndugu wasimamizi wa uchaguzi katika wilaya yetu ya Bahi, na kushukuru sana kwa kunipa nafasi hii kwa heshima kubwa na taadhima kwa mara nyingine, mimi Omar Badweli kusimama hapa mbele yenu kwa heshima kuomba ridhaa ya kuteuliwa tena kugombea nafasi ya ubunge katika jimbo letu la Bahi. Lakini kwa kuwa mimi ndio mbunge ninayemaliza muda wangu, kwa kweli jambo langu la kwanza kabisa ni kutoa shukrani nyingi sana kwenu viongozi wenzangu wa Chama cha Mapinduzi na wananchi wa wilaya ya Bahi kwa namna ya pekee ambavyo mmenipa ushirikiano mkubwa katika miaka hii mitano ambayo tunamaliza sasa katika shughuli mbalimbali za maendeleo. Na kushukuruni sana na ninasema asante sana. Lakini kwa heshima niko hapa tena mbele yenu leo nikisimama kwa mara nyingine kuomba ridhaa yenu. Lakini wakati nakuja kuomba ridhaa, najua mlikuwa na matumaini makubwa kwangu mimi kwa sababu nilikuwa kwenye nafasi hii. Na hasa kutokana na ahadi zangu ambazo niliahidi kwamba nitashirikiana na nyinyi katika miaka hii mitano. Na sasa wakati naeleza ahadi zangu nilizofanya, nitaeleza pia na mikakati yangu katika kipindi ambacho kinakuja, ikiwa mtaweza tena kunipa kura zenu kwa ajili ya kipindi ambacho kinachokuja. Kwanza niliahidi, na wakati mimi naingia katika awamu hii, wilaya ya Bahi katika vijiji 59 ilikuwa na vijiji vitatu tu vyenye umeme. Kwamba nitajitahidi tuhakikishe kwamba kila kijiji tunapeleka umeme. Nataka niseme namshukuru sana Mheshimiwa Rais, namshukuru Mwenyezi Mungu, ahadi hiyo kwa kiwango kikubwa nimeitekeleza, na hapa ninapozungumza hatujawasha umeme kwenye vijiji 7 tu. Lakini hata hivyo vijiji 7 ambavyo hatujawasha, nyinyi ni mashahidi, hatua mbalimbali zinaendelea, na pengine mpaka itakapofika tarehe 30 mwezi huu wa 8 tutakuwa tumewasha vijiji vyote wilaya ya Bahi. Na wilaya ya Bahi itakuwa ni wilaya ya kwanza katika mkoa wa Dodoma kukamilisha vijiji vyake kwa 100%. Lakini naomba awamu ya pili, kwa sababu najua iko changamoto katika umeme huu kwa sababu havijafika kwenye vitongoji vyote kwenye vijiji. Nataka niwaahidi sasa, mkinichagua awamu hii nitahakikisha napeleka umeme kwenye vitongoji vyote vilivyobaki kwenye wilaya ya Bahi, kwa maana vijiji vyote 59. Ili kila mtu aweze kunufaika sasa na umeme ambao uko pale. Kama niliweza kutoa umeme kutoka wilayani mkoani Dodoma, siwezi kushindwa sasa kutoa umeme kutoka kijijini kwenda kwenye vitongoji ambao viko hapo hapo. CCM oye! Lakini pili, habari ya afya. Tumeshirikiana nyinyi kujenga zahanati, zingine tumezifungua, zingine ziko katika hatua mbalimbali. Kwa mara ya kwanza katika wilaya ya Bahi tumejenga hospitali ya wilaya na tumeanza kuifungua polepole, lakini tumejenga vituo vya afya vitatu, Mundemu, Bahi pamoja na Chifutuka. Na tunafanya operation katika hivyo kwa mara ya kwanza. Kwa nawaahidi kuendelea kukamilisha zahanati ambazo tumeanza kujenga, na tutahakikisha katika awamu hii kwa kweli tutekeleze sera ya nchi yetu kuhakikisha kwamba kila kijiji kinakuwa na zahanati. Lakini jambo jingine, miundombinu. Ninyi ni mashahidi kwa namna ambavyo tumejitahidi kwa pamoja kuhakikisha tunajenga barabara zetu, lakini bahati mbaya mwaka jana mvua zilikuwa nyingi, zimeharibu miundombinu yetu, lakini hivi karibuni nilifanya ziara jimbo zima. Niliwaahidi kwamba tutaanza kutengeneza hizo barabara. Ninyi ni mashahidi. Mmetoka vijijini, sasa hivi kazi ya kutengeneza barabara inaendelea, na nataka niwaahidi ikifika mwezi wa 8 tarehe 30 tutakuwa tumetengeneza barabara zote kama ambavyo sasa hivi mnaona tunatengeneza, na tutaendelea kuimarisha barabara zetu. Lakini pia kuna mradi wa TASAF ambao nikipita huko mnaniomba kwamba vijiji 27 vilikuwa havina TASAF. Nimepita kuwaarifu kwamba tumepata vijiji vyetu 27 vilivyobaki, tumepata mradi wa TASAF, na vile 32 tutaendelea navyo. Kwa hiyo ukifika mwezi wa 8 tutakuwa na vijiji vyetu vyote 59 vina mradi wa TASAF. Nimejifunza changamoto katika miradi ya TASAF katika vijiji ambavyo tulikuwa tunaendelea navyo. Nataka niwaahidi mkinichagua nitatumia changamoto ile kama fursa ya kutatua changamoto za miradi wa TASAF katika vijiji hivi 32, lakini na vile 27 ambavyo tunaviingiza sasa, ili mradi wa TASAF uweze kutoa tija na mafanikio kwa wananchi ambao serikali imewakusudia kupambana na umaskini. Lakini vikundi, tumepitisha sheria mpya ya kuhakikisha kwamba vikundi vinapata fedha. Nataka niwaahidi nitasimamia vizuri mfuko wa wilaya ili vikundi sasa viweze kupata fedha ili tujenge uchumi wa mtu mmoja mmoja. Sasa hivyo ndio sera yetu kubwa. Na kwa kutumia umeme ambao tumeweka, lakini miradi ya maji ambayo tumeifanya katika wilaya yetu, katika vijiji vipi ambavyo tumefungua miradi mipya, kuna miradi ya maji inaendelea, na nataka niwahakikishie tunataka tukamilishe katika vijiji 11 ambavyo tumechimba visima vipya ambavyo hatujaweka bado mitambo. Katika awamu hii mkinipa nafasi, tutahakikisha vijiji vyote 11 tunaweka mtambo, na ikifika 2025 tunataka tusiwe hata na kijiji kimoja ambacho hakina mradi wa maji, na yote tuibadilishe kutoka mfumo wa kizamani tuweke kwenye mfumo wa umeme ili iwe miradi tulivu na itakayoweza kuwasaidia wananchi kwa kiwango kikubwa. Lakini kwa mara ya kwanza tunajenga chuo cha ufundi katika wilaya ya Bahi. Nimepambana, nimemleta waziri wa elimu Bahi, ametupatia fedha bilioni 1 na milioni 500. Tumeanza kujenga chuo kwa mara ya kwanza katika wilaya ya Bahi. Una sekunde 30. Nipeni fursa nimalizie hicho chuo. Lakini ziko ahadi niliahidi, muda hautoshi. Kwa mfano baskeli, niliahidi viongozi wangu wa chama. Nataka niwaambie baskeli nimechelewa kuzitoa, lakini sasa hivi nimeshazikabidhi kwenye chama baskeli 200. Na awamu ya kwanza nilitoa baskeli, awamu ya pili nilitoa baskeli. Nataka niwaahidi awamu hii mkinichagua natoa pikipiki kwa kata, kila kata, ili kurahisisha usafiri kwa viongozi wangu wa Chama cha Mapinduzi.
Lakini mimi haitoshi wiki mbili tulizopewa kujipitisha kumpata mbunge. Mbunge aliyejipitisha ni mimi miaka 5. Nimejipitisha kwenu, mnanijua vizuri, mnanielewa vizuri na mengi tumefanya wakati tunajipitisha. Lakini wiki mbili hizi za kujipitisha si vizuri kuchagua mbunge ambaye tunamwona ndani ya wiki mbili. CCM oye! Namba yangu 31, naomba kura zenu tuendelee kushirikiana. Asanteni sana. Mungu awabariki sana. Maswali? Swali la pili, swali la tatu. Nakushukuru sana Mheshimiwa Omar Badwele. Tuitie Phineas. Kwa makazi bora na salama, basi usiwaze tena. Suyutu Link Tanzania tumeandaa mradi mkubwa wa 3 wenye viwanja zaidi ya 500. Mradi wetu upo Vikindu, maarufu kiwanda cha plastiki, katika wilaya ya Mkuranga. Kama unatokea Tandika, Gerezani na Posta, utapanda gari moja tu mpaka Vikindu. Ukitoka Vikindu kufika kwenye mradi wetu ni umbali wa kilomita 3 tu. Mradi wetu umezingatia masharti na vigezo. Huduma zote za kijamii zinapatikana kama vile maji, umeme, shule, hospitali, vyote hivi vinapatikana kwa ukaribu. Barabara zinapitika masaa 24 pamoja na makazi ya watu wanaoishi. Viwanja vyote vipo katika hali ya tambarare. Viwanja vyenye ukubwa wa futi 40 kwa 50. Bei zetu ni nafuu, milioni 1,800,000 kwa kila kiwanja. Utalipa kwa awamu 2. Bila kusahau nyaraka zote za kiserikali zinapatikana. Wote mnakaribishwa Suyutu Link Tanzania. Kwa mawasiliano piga namba 0658 99 30 90 au 0693 78 49 10.